Ushawahi kutafakari kwa kina zaidi kuhusu jina lako? Hivi jina lako ni la Kiafrika au la Magharibi au la wazungu? Simaanishi kwamba jina langu Kaligo ni la Kiafrika na halifanani na majina ya wazungu. Ndio maana nikuletee somo la leo au mada ya leo. Simaanishi jina la baba yangu Doto halifanani na wazungu. Ndio maana nakuletea mada hii. Simaanishi jina la babu yangu Njige ni la Kiafrika halifanani na wazungu. Ndio maana nimekuletea mada hii. Simaanishi majina ya wadogo zangu Guma, Hangaru, Mwaru, Sado, Limi na majina mengine hayafanani na majina ya wazungu au Magharibi. Ndio maana nimekuletea mada hii. Nimekuletea mada hii ili utafakari kwa mara ya mwisho au kwa mara nyingine kabisa kwa kina zaidi kuhusu majina ya Kiafrika. Waafrika tulikuwa tuna majina yetu ya asili na yalikuwa na maana yake. Lakini leo asilimia kubwa wa Afrika wanatumia majina ya wazungu, na ukimuuliza maana ya hilo jina analotumia au analoitwa hajui. Mwingine ataanza kuGoogle na kutafuta maana ya jina lake. Kuna mwingine atakwambia jina hilo ni la kiBiblia likimaanisha mtukufu fulani au neema fulani. Mada ya leo ni mada ambayo inakuletea mjadala mkubwa sana. Unaotakiwa udondoshe komenti yako chini ya hii audio au video ya picha. Kwa sababu mimi Teacher Kaligo Doto Njige, mchambuzi wa vitabu mbalimbali vya fasihi Tanzania na dunia kwa ujumla, nimekuletea mjadala huu ili kutafakari majina ya Kiafrika na ya nje. Sio kwamba kwa sababu majina yangu ni ya Kiafrika zaidi ndo kinanifanya niongelee masuala ya majina. Ni kutafakari tu kama wewe Mwafrika mwenzangu, Mtanzania mwenzangu. Kwa nini unatumia jina la Joseph, Jacqueline na majina mengine ya kizungu? Wazungu wametuharibu. Wazungu wameharibu kila kitu. Wameharibu asili ya Mwafrika. Baada ya wazungu kuja barani Afrika, walikuja na dini pamoja na elimu. Dini na elimu imekuja kuharibu asili ya Mwafrika. Waafrika waliopokea dini na Waafrika waliosoma walibadilisha, walibatizwa na kupewa majina ya kizungu. Sasa wewe unaoitwa majina ya kizungu una ukoo au unajua ukoo wa jina hilo? Jibu ni hapana. Ni jambo la kutafakari, ni jambo la kubadilisha kizazi chako kipya kutumia majina ya Afrika. Tulipandikizwa na notion kwamba unapokuwa unatumia jina la Afrika au unamuita jina la mtoto wako wa kike jina la shangazi, mama mdogo au mama mkubwa au bibi yake, je, kama bibi yake alikuwa mchawi au mshirikina, mtu mwongo, mwenye dhambi, mwenye vituko, ambaye hakuwa na neema fulani? Ndio notion ambayo tulioachiwa na wazungu. Ndio maana ndio sababu kubwa ya Waafrika kuacha kutumia majina ya asili yao. Hadi saizi 90% watu wengi hawakubaliani kutumia majina ya Kiafrika kabisa. Ndio maana wanaamua kwenda kanisani na kubatiza watoto wao majina ya kizungu, wakiambiwa kwamba majina haya ni ya kitukufu, ni ya neema, ni ya fadhila, ni ya furaha. Ndio maana sisi asili yetu inapotea na inazidi kupotea. Sisi Waafrika tumelogwa na nani? Sisi Waafrika tunaonekana ni wajinga kiasi gani mpaka tunaamua kukana vya kwetu na kuvita ni vya kishetani, ni vya kijinga? Naomba uamke Mwafrika, bado na muda, bado una uwezo wa kubadilisha kizazi chako na kutumia majina ya Kiafrika. Simaanishi majina yangu ni ya Kiafrika, ndio maana nakuletea mada hii.
Asante kwa kunisikiliza, nafikiri umenielewa. Asante.